DSB Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Sasa swala la Sudan nilitaka nilielezee hapa, lakini nitalizungumza kwa kina kwenye mazungumzo ya meza ya duara kesho, Mungu akijalia, mchana saa 7 kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani DW. Nitalizungumza kwa kina hili swala kuhusu kile kinachoendelea Sudan. Kile kinachoendelea Sudani, kumekuwa na maombi ya usitishaji angalau wa miezi mitatu. Angalau miezi mitatu ili bidhaa, mahitaji ya watu yaweze kuingia. Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho labda ulimwengu umeamua kuweka pembeni. Ukichukua kauli ambayo amewahi kuizungumza mkuu wa shirika la WHO Ghebreyesus, nilizungumza mwaka jana wakati nazungumza aliposema kuwa Sudani imepuuzwa kwa sababu ni Afrika. Akawa anakumbuka kwao Ethiopia mauaji kama hayo yalitokea na ikapuuzwa kwa sababu ilitokea Afrika. Ulimwengu haukuchukulia kwa kiwango kilichopaswa. Unaweza ukasema vile, lakini wakati ule mimi nilieleza nikasema tu kuwa sidhani kama ilichukuliwa kwa sababu ni Afrika ikaamua kupuuzwa, kwa sababu tumekuwa na maeneo ambayo migogoro yao imepuuzwa, ikiwemo Sudani yenyewe, ikiwemo Ethiopia yenyewe, ikiwemo mgogoro wa Kongo yenyewe, lakini kuna mgogoro wa Bangladesh kule Myanmar kati ya Burma kule, kuna mgogoro mbaya sana umekuepo. Lakini tuna migogoro mbalimbali dunia, tuna mgogoro wa Yemen ambao pia na wenyewe ni migogoro iliyopuuzwa, haichukuliwi kwa uzito kama migogoro mingine duniani inavyotokea. Sasa ukisema kwa kile kauli ya Ghebreyesus kwa sababu ni wa Afrika, sidhani, kwa sababu kuna migogoro imetokea Asia. Nadhani inatazamwa rangi, hii rangi inatoka wapi, yani kiasili. Je, hawa watu ni daraja gani, wamepangwa kutoka ulimwengu gani? Ni Global South au ni dunia ya kwanza, ni dunia ya tatu au dunia ngapi? So Sudani kinachoendelea ni hicho, so kuwa inatafutwa angalau usitishaji wa miezi mitatu ili misaada iweze kufika, kwa sababu mgogoro wa Sudani naweza nikakwambia ndio mgogoro mbaya zaidi katika kipindi hiki. Taarifa nyingi tulikuwa tuzipata au tunazungumza kuhusu Gaza, tulikuwa tunazungumza kuhusu Urusi Ukraine, lakini in reality mgogoro wa Sudani ni mgogoro mbaya zaidi ukilinganisha na migogoro hii iliyopo, na ndio mgogoro ulioleta maafa makubwa zaidi, kwa sababu kwa namba ukichukulia kwa WHO wanatuambia vifo vilivyotokea ndani ya miaka 2.5 Sudani ni vifo 40,000, lakini Marekani wanakuambia inaweza ikawa mara 10. Mara 10 ni 400,000. Ni vita iliyowakimbiza zaidi ya watu milioni 12 kutoka maeneo. Lakini shida kabisa ya mgogoro huu ni civil war, ni vita ya wao kwa wao. Yani unashindwa ushike wapi. Tuseme kuwa Daglo na Burhani, sisi tunaweza tukawa tuna uchungu na Sudani kuwazidi wao. Kwa nini yani makundi yenye silaha? The problem is Sudani imegawika sehemu mbili. Kuna jeshi unaloliona, halafu kuna RSF unaowaona. Katika jeshi na RSF unaiona, kuna makundi yamejiunga pamoja katika pande zote mbili. Kuna makundi yamejiunga na jeshi, kuna makundi yamejiunga na RSF. Wakati wa migogoro kabla, Sudani ni nchi yenye makundi mengi sana. Mfano tutasema kuwa eneo la Darfur magharibi mwa Sudan, hili eneo liko kwenye hali ya tahadhari kwa zaidi ya miaka 22. Tangu mgogoro wa Janjawidi wa mwaka 2003, hili eneo liko kwenye mgogoro na liko kwenye tahadhari, halijawahi kupoa. Yani ni eneo ambalo liko kwenye hali ya kuwa tahadhari kubwa, yani wakati wote kitu chochote kinatokea. Kwa miaka toka 2003, kwa miaka zaidi ya 22, hili eneo liko kwenye mgogoro mkubwa kabisa wa usalama, mauaji, utekaji. Sasa ni moja ya maeneo, kwanza lina mali nyingi, lina dhahabu kubwa ukilinganisha na eneo la Kordofani ambalo lina mafuta. Sasa hili ni eneo ambalo mauaji limeshuhudia, vifo limeshuhudia, kila kitu, na makundi yenye silaha ni mengi, kwa sababu kwanza Darfur ni eneo ambalo linaingilika kutoka karibu nchi 4. Huku chini ni Sudani Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, na ukienda juu ni Libya, nchi 4. Kwa hiyo ni rahisi sana hili eneo kuchafuka, kwa sababu Sudani imechafuka. Kuingizaji wa silaha ni mwepesi. Awali wa mzozo tulisikia silaha zikitoka Libya zilikuwa zinaingizwa, lakini kumuhusisha
Generali Daglo na familia yake pamoja na majenerali wa serikali ya Chad. Viongozi wa kijeshi wa Chad wanahusishwa kuwa wana udugu na Daglo, ambapo kuna wakati walitajwa kuwa Chad ilikuwa njia inapitisha. Unajua Chad ndio iliyopelekwa na Imarati kuwa na uhusiano na Israeli. Mohamed Idris Deby mwaka huu alikuwa Israeli, lakini huyu ni anasupport Israeli. Yeye aliingizwa kwenda kuitambua Israeli na Imarati. Kwa hiyo eneo la kituo cha Chad ilikuwa ni kituo kizuri kabisa cha usafirishaji wa silaha kuingia Sudan. Leo mgogoro mkubwa uliopo au mijadala mikubwa inayoendelea kwenye mitandao, mfano ukienda Ethiopia, Kenya, Somalia, Eritrea hakuna hata mitandao kwa sababu hakuna internet. Ni nchi ambayo unaona sisi tulikosa internet hapa karibuni, wao ndio maisha yao. Ukitaka internet unaenda na internet cafe, hakuna WhatsApp, hakuna nini kule. Ile inaitwa North Korea ya Afrika ndio iko hapa Eritrea. So ukienda mijadala mikubwa kwenye mitandao ni kuwa Somalia na ndani ya Sudani. Hata wa Sudani walio nje ninawafuatilia mimi wanachokicomment kuhusu Somalia, wanailalamikia Somalia kuwa nyinyi ni ndugu zetu, tuliwahifadhi wakati wa mgogoro wa Somalia. Wa Somali wengi walisoma Sudan, walipewa scholarship za kutosha, waliishi kule kwa muda mrefu. Kwa hiyo wa Sudani walijinasibisha na wa Somali kuwa ni ndugu. Leo hii nimelizungumza hapa kipindi cha nyuma na vyombo vya habari viliandika kuhusu Bosaso, airport ya Bosaso kule Puntland, Somalia kule, na bandari yake zinatumika na Imarati kuingiza silaha. Imarati anatoa silaha pale Bosaso, zinaruka zinaenda Niger, zinaruka zinaingia Chad ili zicross kuingia kwa RSF kufanya mauaji haya yanayoendelea. Kwa hiyo unaweza ukaona mgogoro huu wa Sudani mizizi yake inavyotoka, imetambaa sana kutokea mbali na inaingia. Kwa hiyo ukitazama, huu ni moja ya migogoro mibaya. Watu wanauana wazi. Video zinazotembea mnaziona. Sasa shida ni moja. Baadhi ya makundi yaliyojiunga na hivi vikundi vikuu kati ya jeshi la RSF pamoja na jeshi la Sudani ya SAF, makundi ambayo ya vijana tu, mradi mtaji ni silaha, ni makundi ya uporaji ambayo mfano RSF nilikuwa nikiwasikia kuna baadhi ya wapiganaji wao kwa hata mishahara hawapokei kwa sababu hakuna mfumo wa kupokea mishahara. Kwa hiyo wao wanajilipa kwa kuiba, yani wanadhulumu, wanaiba. Mfano walivyovamia mji wa El Fashar wakauteka. Mji ulikuwa na watu karibu 500,000, yani kama 250,000. Watu wakawa wanakimbia. Kuna mji mmoja mbele unaitwa Tawila, wakawa wanaenda kule Tawila. RSF walichokifanya, wakakimbia mbele katika njia inayoelekea Tawila, wakaanza kuzuia watu kwa kuwashambulia na kuwakamata mateka. Matokeo yake leo vyombo vya habari jana na leo vinaandika kuwa kundi kubwa lililoshikiliwa na wapiganaji wa RSF katika mji wa El Fashar wanatolewa kwa fidia. Yani yale magenge ya Nigeria yanayoteka ndio mfano wake. Imetoka kuwa civil war, unapigiwa simu. Tumemzuia mtoto wako na mkeo huku mpaka utume kiasi fulani. Kuanzia $20, $30, $50 mpaka $3,000, wengine mpaka $5,000. Inategemea hadhi yako ni nani. Ndio utakombolewa kwa fedha nyingi zaidi. Hicho ndio kinachotokea Sudani. Sudani hakuna wasomi. Unadhani Sudani hakuna wanasiasa? Sudani hakuna wanaharakati. Kuna rafiki yangu mmoja wakati wa utawala wa Omar al-Bashir alikuwa akiishi hapa Tanzania. Tulikaa naye muda mrefu sana, akajifunza, akajua Kiswahili, na alikuja kama mkimbizi wa kisiasa. Akawa akisoma kule Arusha, baadaye akaja Dar es Salaam. Tulikuwa tunafanya naye kazi fulani, tulikuwa tunafanya naye. Alikuwa muungwana sana, yeye na familia yake wote wanaishi hapa. Yeye alikuwa ni mwanaharakati ambaye alikuwa na upinga utawala wa al-Bashir. Lakini baada ya yale mapinduzi yaliyomuondoa al-Bashir, alituaga akasema, jamani, mambo nyumbani yametengemaa. Kwa mimi narudi nyumbani tukaendelee tukajenge nchi yetu. Fikiria nchi ya al-Bashir ilivyokuwa, fikiria baada ya kuingia waziri mkuu Abdullah Hamdok nchi ilivyokuja, halafu fikiria leo Sudani ilivyo. Sijui yuko wapi, sina mawasiliano naye. Nimejaribu kumtafuta sana kwa jamaa na marafiki ambao tulikuwa tunawasiliana hapa, simpati. Sijui yuko hai au yuko wapi. Lakini tulikuwa naye, manake kuwa nchi inapochafuka haijalishi wewe ni msomi, wewe ni mwanaharakati, wewe ulikuwa una ushawishi, wewe mitandao ya kijamii ilikuwa inakusikiliza sana. Unajua, katika kipindi hapa kifupi cha kuzimiwa internet nilichojifunza kuwa kuna watu ni maarufu sana kama sisi. Ni watu maarufu sana kwa sababu internet ipo. Yani ikikatwa tumepotea, hatujulikani kokote. Yani kuna watu wanajulikana kwa kile ambacho serikali imetaka.
Yani unajua serikali zote duniani ukienda kupeleka huduma lazima wakusajili. Mitandao ya kijamii inasajiliwa yote. Sijui TikTok, sijui yote inasajiliwa, lazima ipitie kwa nchi husika. Kwa hiyo kumbe wakitaka kumfuta mtu mmoja umaarufu wake ni mara moja tu anaupoteza. Yani kuwa tunatamba kwenye mitandao, unafanya, una flow unavyotaka, unamtukana, unajisikia, ni kwa sababu wamekupa access ya kufikia. Yani wakiamua kuzima, basi tena wewe umaarufu wote unakuisha. Yani unaishia huko huko ulipo, wala hakuna mtu anakujua. Yani unaishia uliko. Ni kipindi hiki nimejifunza kuwa kumbe sisi wengi ni maarufu kwa sababu serikali imetaka tuwe maarufu. Imetuachia tujulikane. Lakini kumbe wakiamua tu hatutaki, tunaishi kama Eritrea. Ndio inakuwa hivyo. Hakuna mtandao. Rahby Digital, haki na ukweli.